lile, si ndio? Simba ndo walikuwa kwenye rada hivi. Mashabiki wa Simba walikuwa wanatamba sana mtandaoni, ukiwasikiliza hao kina Mo wanatamba huko kwamba nimemtumia mpaka huyo Mo kwamba hao ni watu wawili tofauti. Niliona unasema sale kati Peter, leo anasema Peter mzee. Baada ya dili kubadilika wanasema ni mzee afai tena, wanaleta veteran. Yani na labda Ashraf, mimi nikupe exclusive. Hiyo hujatoa popote. Nakupa exclusive. Nipe kamanda. Julai hapa, unaona Julai ngapi hapa? Hiyo ni Julai 4. Julai 1 ndio Simba walianza kujadili kuhusu jina la Peter Shalulile. Julai 4 kuna mtu akawapa namba ya simu ya meneja wake. Naomba nisimtaje jina. Simtaje. Privacy. Sasa kilichoendelea ni kwamba kulikuwa na mivutano. Kuna baadhi ya watu walikuwa naamini yes, hii ni klasi ya mtu ambaye anaweza kutusaidia. Na kuna wengine walikuwa na inawezekana wana undugu na Evans actually, kwa sababu vitu hivi alivyokuwa anavisema Evans ndio wao walijadili, wanavisema kwamba ana umri mkubwa, amekuwa na tatizo na injury, na pia wakawa wanajiuliza kwa nini Sundowns wanamwachia comfortably. Kwa nini msimu uliopita walimzuia asiende Esperance, msimu huu wako tayari kumwacha. Na wakati hao yanaendelea, Peter alikuwa kashafika Zimbabwe. Kuna video actually ninayo inamuonyesha yuko Zimbabwe kwenye mazoezi ya club ya Scotland. Na alikuwa pale, alikuwa anaonekana yuko kwenye video na kama Billiard, mchezaji wa zamani wa Kaizer na Sundowns. Na wakati huo Scotland FC walikuwa tayari wameshafikia sehemu nzuri katika mazungumzo naye. Sielewi nini kiliwafanya wasiendelee, lakini Simba walikuwa wameshafikia sehemu nzuri. Ni kilichotokea ni kwamba Yanga wamefanya huu usajili ndani ya siku zisizozidi 3. Umeelewa? Wamefanya mazungumzo naye, akawatajia terms, wao they were decisive. Kwa hiyo tofauti ya Yanga na Simba hapo ni kwamba Yanga walikuwa decisive. Kwamba bwana huyu mtu yupo anapatikana, shilingi ngapi? Dola 7. Mshahara wake alikuwa anahitaji dola 25,000. Sina hakika kama ndio hiyo dola 25,000 ni more than 50 million. Zaidi milioni 50. Inafika hata 60. Kwa mwezi. Basi atakuwa anacheza hapo. Mambo ya fedha brother. Inawezekana labda maana yake hiyo si ni ya kuanzia tu. Kwani wewe ukienda Karume pale kununua nguo, ukiambiwa kwamba nguo hii 70,000 ndo kweli, si mkazungumza mpaka 5,000 mnashirika. Umeelewa? Kwa hiyo yes, Simba wao ndio walikuwa wa kwanza. Na pengine hizi issues zinazotajwa inawezekana ni kujitetea zaidi, lakini kikubwa ambacho kiliwafanya wamkose ni kwamba walikokota sana mpira, kwa decisive sana wenzao. Lakini Simba nao walikuwa wanavutana, mwingine wanaona kama hawezi kutusaidia, anaweza kutusaidia, au Simba nao walikuwa nikitumia kauli ya Sir Alex Ferguson wakati anatoa veto ya usajili wa Robin van Persie wakati ule anatoka Arsenal kuja Manchester. Manchester alikuwa hawana shida kwenye ushambuliaji, lakini Ferguson akasemaje? When a good player becomes available, you sign him, the rest will fall into place later. Sawa, mchezaji mzuri anapokuwa anapatikana, kuna msajili mengine yatajiweka yenyewe kwenye nafasi baadaye. Kwa hiyo ukimsikia mtu anakutajia hizo sababu, yes, ni kweli zilijadiliwa, lakini kilichofanya Simba wakamkosa huyu mtu ni indecisiveness na kuwa na too many centers of power, ambapo ni mwendelezo wa Simba. Kukuta familia, kuna familia hapa baba akiongea ameongea, lakini kuna familia nyingine kama ya Kimarekani, baba anaweza kuongea, mama anaweza kuongea, shangazi, baba mkwe. Ndio shida. Hata huko Simba napo watu walikuwa wanavutaniana tu mambo ya pesa usikute. Na hii sio mara ya kwanza Simba kuhusishwa na mchezaji ambaye ameenda Yanga. Yaani sio mara ya kwanza Simba kuhusishwa na mchezaji ambaye alitakiwa kuwepo Simba afu akaenda Yanga. Au ndio mwenye kikali hapo, wakina yao, wakina Maxi, wote Simba waliwataka. Walikuwa wanashauriana kati ya Jairut na Damo, nani anatoa hela. No, wanaweza kushauriana, lakini mzigo, ukiona mzigo wapita na ukiangalia huu mshahara tutaumudu, unaona kwamba hii signing fee tukimpa. Na mimi unajua bwana, kwenye hivi vilabu kuna vitu vingi vya ajabu. Sasa mimi nikikuonyesha message uwe na kifua. Yaani umemuonesha anataka kuja kununua. Zajiweka kucheza next season.
Mbona hujaanza Milambo? Hayo ni maisha ya kawaida. Wewe mwanzie Milambo. Yule anatoka Mashujaa yule. Yule ndio mwanzie sasa. No, yani unasikia kuna ule mshambuliaji juzi ameletwa Bisho sijaitwa nani yule. Naamini ni moja kati ya washambuliaji ambao ni watapata nafasi. Ture au? Ture. Alafu kuna Depu, kuna huyo Miambo. Yule Ture unaweza kumuita striker la Saudia. Striker la Saudia. Kuna Shalulile. Kwa Depu jinsi nikiangalia naona kama ana wakati mgumu sana msimu unaokuja. Hapo bado kuliko Milambo hajarudi uwanjani. Nani? Clement Mzize. Kasharudi. Yaani tunasema sasa ni kurudi uwanjani. Changamoto uzuri yule anacheza wide pia. Sasa kushoto kuna Pakome pale. Mimi Richi bado kwenye wasiwasi wako kuhusu Depu. Sawa, sitapona. Sasa tujajua atarudi lini na msimu unaanza karibuni hivi. Kwa anaweza kupata advantage ya kuanza kucheza yeye. Unasikia Richi, wasiwasi wako kuhusu Depu. Hayo ni maisha ya kawaida kabisa kwa wachezaji. Yaani wachezaji, makocha ni kama wale wafanyabiashara wa zamani wale caravan traders wale walikuwa wanatembea na misafara ya punda, sijui farasi na ngamia, kwamba yani wale akifika sehemu kufanya biashara anaweza akaanzisha na familia kabisa pale pale. Alafu kuna siku anaweza kaamka ile familia akaiacha pale akaenda zake sehemu nyingine, akafika Sudani huko akaanzisha tena familia nyingine. Msafara ukienda ukikunja kona hivi unarudi Kenya pale. Ni maisha ya kawaida kabisa. Na nafasi ya Depu unaiona lakini msimu unakuja. Sidhani kama Yanga wana nafasi ya kuwa na washambuliaji watatu. Watakuwa nao, lakini pia kamanda nani Peter hawezi kucheza 90 minutes zote. Kwa nini miaka 32 juu? Yaani unafikiri ni mbabu kama Medi Kagere kwa umri, mtu ambaye amecheza ligi ya Uganda 2004. Tena kuna mtu Medi Kagere alicheza ligi ya Uganda kwenye timu inaitwa Mbale Heroes. Alicheza pale 2004 mpaka 2006 akaenda Atraco ya Rwanda. Sawa. Kama Medi alikuja hapa. Hiyo timu inaitwa Mbale Heroes. Hiyo ya pili Atraco. Okay. Umeelewa? Kama unasikia Juma? Kama Saido Ntebazonkiza. Maana yake Saido wakati anakuja hapa alikuwa anatoka kuchezea bani kwao kule. Alikuwa hajacheza mpira muda mrefu. Tuliona klasi yake. Upasi kuwa na wasiwasi. Mimi sina wasiwasi kwa kweli. Yaani hata mimi anaishi Saido alikuwa anacheza 90. Alafu kamanda Saido ukiangalia ni tofauti na Shasha. Umeona? Shasha ni striker. Unajua washambuliaji wanaga movement nyingi sana uwanjani zaidi kwenye box. Saido alikuwa na movement nyingi. Sasa kuna siku utakaa humu kwenye box na watu waone matokeo. Sasa wao wanachomaanisha kwamba kuzima dakika 90 unamaanisha kwamba hana hiyo energy. Point yangu ya msingi ni kwamba kucheza namba 6 kweli. Point yangu ya msingi ni kwamba pia uweze ukalazimisha mtu akae 90 minutes zote kwa age yake kama uone kama kuna miaka 32 Juma. Okay, miaka 32 in case ufahamu miaka 32 huyu mtu amezaliwa 94. Brother nakwambia. Sasa mtu ambaye amezaliwa 94 unafikiri anashindwa kufanya hizo movements za kwenye box? Yani tofauti ya Peter Shaulile na Medi ni miaka 8 unajua, kwa sababu Medi passport yake inaonyesha kazaliwa 86. Sawa. Medi alikuja hapa na akacheza. Na akacheza zaidi ya ile misimu mitatu Simba, akaenda kucheza na timu zingine hapa na ameweza kucheza. Sawa. Peter ataweza kwa sababu Juma, mpira unahusisha kukimbia ndio, lakini ile sio marathon. Sawa. Kwa sababu hata marathon runners pia wana uwezo wa kukimbia. Kwani Kipchoge ana miaka mingapi? Alafu ngoja nimkumbushe. Na bado anakimbia marathon. Yaani Kipchoge anakuzidi wewe umri, lakini wewe huwezi kukimbia kumliko. Mimi nataka nimkumbushe kitu pia. Kwenye hii ligi yetu. Umri sio issue. Kwenye hii ligi yetu hii ambayo Yanga akienda kucheza na ukitoa Azam, Simba, Leti na Singida, timu zote ambazo zinabaki, hizo timu zinaingia kama timu ya pili. Huwa haziendi kupishana na Yanga. Ni mara chache sana. Ni wao wenyewe wanakaa nyuma wanasubiri Yanga kwa counter attack. Mchezaji anakuwa very comfortable. Cristiano Ronaldo Juma anakuzidi wewe miaka karibu 10. Vipi akija hapa anakuzidi kukimbia. Akija hapa Evans na hisi kama sasa hivi umekuwa convinced sana na Shaluli. Hawezi kucheza dakika 90. Mimi kuwa convinced inabidi nimuone akiwa anacheza kwenye ligi. Lakini okay, unaweza ukarate sajili ambazo Yanga wamezifanya mpaka sasa hivi. Unahisi washambuliaji wengine ambao Yanga amewaleta ni bora kuliko Shaluli? Au Depu ni bora kuliko Shasha? Hapana, mimi Depu sinatoka kumzungumza tu msimu uliopita. Hamna kitu. Sio kwamba hamna kitu, ni mchezaji ambaye kwenye mechi kubwa mimi hajanimpress. Mechi kubwa ni chache Evans. Kwa sababu hata kwenye mechi za kimataifa sinacheza. Unajua ni kitu ambacho kwa Depu kufunga sio changamoto.
kuna mechi tunataka utuonyeshe utofauti wako wewe sasa na wachezaji wengine kwenye matumizi yako ya nafasi, namna gani ambavyo unajiposition. Ashraf ametoka kumzungumzia Shasha. Ni mshambuliaji ambaye nafasi 3 inawezekana nafasi 2 ukazikuta kwenye kamba. Na hapa ni inategemea na mechi ambayo unacheza. Ukicheza mechi kubwa, kama unaweza kuperform kwenye hilo daraja la nafasi 3, nafasi 2 umeweka, nafasi 1 umeweka, hapa ndiko mahali ambako unaweza kujikuta kwenye mazingira ya kuwa mchezaji mkubwa, kwa sababu unaweza kuamua pia mechi kubwa. Unajua ukifunga kwenye mechi za Namungo watu wanakuchukulia ni mchezaji wa kawaida. Lakini ukifunga kwenye mechi ya Simba watu wanakuimba kwamba ni mchezaji mzuri. Ashraf amesema kwamba ligi yetu imekuwa inakosa washambuliaji wakatili. Shasha man is here. Shasha amekuja. Mayele ameondoka hapa kama shujaa. Ndio. Tunakubaliana. Mbona alikuwa ni mshambuliaji wa kawaida? Kwa sababu kufikisha goli 20. Alikuwa ni mshambuliaji mzuri lakini hakuwa katili. Ashraf amesema ligi yetu imekuwa na washambuliaji wa kawaida. Sasa hivi hao waliopo au? Na Ashraf subiri basi. Mayele yuko hapa. Na sasa muda huo ulivyokuwa unazungumza unasema na tulinyamaza. Mwache sasa hivi nani? Mwache Evans apige nondo. Sasa ngoja. Ulisema washambuliaji tuliokuwa nao hawa. Sasa kwa Mayele tuko naye hapa? Kwa nini sisi tuko naye hapa? Hayupo. Na wote uliwataja. No, nilitolea mfano hivi kwamba wakati Aziz anaondoka hapa, si ndio? Alikuwa na magoli bangapi? 20 na ngapi? 23, si ndio? Nilichokisema ni hivi, washambuliaji wengi ambao tuko nao kwenye ligi yetu, sawa, ni washambuliaji wa kawaida. Na nilivyomtaja Mayele nikasema hivi, Mayele sio pocha kwenye boksi. Ni mchezaji ambaye kwenye nafasi 4 anaweza akafunga moja. Changamoto yake kubwa ni namna ambavyo anaweza akazitumia nafasi. Evans, wewe ongea ulichokuwa nataka kuzungumza. Evans, mbona kama uko comfortable kusema ukweli wako? No. Evans wangu ndio mimi nasubiri kumuona Shalulile akiwa anakuja kucheza, kwa sababu ya nimeangalia trend yake. Yaani siku zinavyozidi kwenda anazidi kurudi nyuma na sio kwenda mbele. Sawa. Yaani hicho ndo ambacho kinanipa mimi wasiwasi. Nataka kuona kwenye ligi yetu anaweza kubadilisha hicho, kwa sababu tuna item ligi yetu kama moja kati ya ligi dhaifu sana, kwamba anaweza akaja hapa na Ashraf amesema hata uwezekano wa goli 25. Kuna timu za kawaida ambazo labda zinaruhusu sana magoli kirahisi, mabeki wepesi, kwa sababu kama mshambuliaji anaweza kucheza na akawa anatumia nafasi kwenye kiwango hicho. Kwenye mechi alizocheza Peter, tunategemea nafasi alizokuwa anapata angeweka zaidi ya goli alizofunga msimu uliopita. Wapi? Mimi nazungumza kufunga kwenye nafasi zinazotengenezwa. Kama anaweza kufunga kwenye nafasi 3, nafasi 2 au nafasi 1 anaweka kwenye idadi ya michezo aliyocheza. Nilikuwa nategemea kuona goal zaidi ya hizo goal 3 ambazo amefunga kwenye nafasi zitengenezwa. Sasa hapo kuna vitu viwili. Tungepata takwimu alitengenezewa nafasi ngapi msimu uliopita, lakini tuangalie hizo mechi zilikuwa na magoli. Sasa alikuwa na magoli. Alitengenezewa nafasi ngapi? Akakosa, lakini pia tunazungumzia